Family TV, ukumbusho kwa wote. Dakika chache zenye kheri nyingi. Kuna vitu vitatu vimesifiwa kuwa katika pepo vitakuwa vinanukia vizuri sana. Viwili katika hivyo vitu vitatu vitakuwa vinanukia kama inavyonukia miski. Nafikiri sote tunaifahamu miski namna inavyonukia vizuri, lakini kimoja kitakuwa kinanukia zaidi ya harufu ya miski, na hii ndiyo fadhila tutakayoizungumzia leo ya mtu mwenye kufunga. Ifuatilie ili upate kujua vitu gani viwili vitakavyonukia peponi kwa harufu ya miski, na ni kitu gani ambacho kitanukia zaidi ya harufu ya miski katika pepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutajia moja katika vile vitu viwili ambavyo vitanukia harufu ya miski peponi. Ni kitu gani hicho? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada audhu billahi minash shaitani rajim, anasema yusqauna min rahiqil makhtub. Katika pepo, wale watu wa peponi, moja katika neema utakazokuwa nazo, watanyweshwa kinywaji cha peponi. Mwenyezi Mungu amekitaja rahiq makhtub, yusqauna min rahiqin makhtub. Hichi kinywaji ufasirina wamekubaliana kwamba ni pombe ama ni khamru ya peponi, lakini si kama khamru hii ya duniani. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie mimi na wewe tuweze kupata khamru hii ya peponi kwa kuingia peponi ili tupate neema hizi. Moja katika neema ni kupata khamru hii ya peponi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuisifu hii khamru ya peponi akasema moja katika sifa zake kubwa, khitamuhu miskun. Wakati unainywa ile pombe ya peponi, wakati unatoa kile chombo kwenye mdomo, basi ile kutoa chombo katika mdomo, basi ile pombe huwa inatoa harufu ya miski. Ndio raha yake pombe hii ya peponi. Mwenyezi Mungu atujalie mimi na wewe tuingie peponi inshallah, tupate kunywa kinywaji hiki ambacho hatujawahi kukiona hapa duniani. Kwa hiyo hicho ni kitu kimoja ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vile vitu viwili ambavyo vitanukia harufu ya miski peponi, moja ni pombe hii ambayo itakuwa ni neema kwa watu wa peponi. Na Mwenyezi Mungu akatuambia faliyatanafasil mutanafisun, washindane wenye kushindana wapate neema hii. Na mimi na wewe inshallah Ramadhani tushindane kwa amali nzuri nzuri inshallah, tuweze kuingia peponi, tupate neema hii ya peponi. Kitu cha pili ambacho kitakuwa na harufu ya miski ndani ya pepo siku ya Kiyama baada ya hisabu, ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza ndani yake kitu hiki, hadithi ambayo ni muttafaqun alayh. Mtume anasema ma min maklumin yuklamu fi sabilillah, hakuwa mwenye kujeruhiwa ambaye atajeruhiwa katika viwanja vya vita akipigana jihadi, ama amejeruhiwa katika sabilillah, illa jaa yauma alqiyama, isipokuwa mtu huyu aliyejeruhiwa katika sabilillah atakuja siku ya Kiyama, wa kalmuhu, na lile jeraha lake alilojeruhiwa katika sabilillah, yadma, litakuwa likivuja damu, litakuwa fresh kabisa kama ambaye ndo sasa ametoka katika vita. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema allaunu launu damin, jeraha lile likitoa ile damu, rangi ya damu ile itakuwa ni rangi ya damu ya kawaida ambayo tunaifahamu sisi, rangi ya damu kabisa. Lakini warihu, na harufu itakayokuwa inatoka katika jeraha lile, jeraha la shahidi aliyekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rihu miskin, itakuwa ni harufu ya miski.
Allahu akbar! Angalia mashahidi vile wameneemeka, lakini si rahisi, manake mpaka ujitoe uhai. Kwa hiyo damu ya shahidi itakuwa ni katika vitu ambavyo vitanukia kesho akhera harufu ya miski. Hivi ni vitu viwili ambavyo vitakuwa vinanukia harufu ya miski. Je, unataka kujua ni kitu gani cha tatu ambacho tumesema kitu hichi cha tatu chenyewe kinanukia zaidi ya harufu ya miski? Muislamu, hapa nataka usikilize vizuri sana ili upate kuelewa fadhila ya kufunga ya leo ni ipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzungumzia kitu cha tatu ambacho kinanukia zaidi harufu ya miski alisema sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis saimi, harufu ya mdomo ya mtu aliyefunga, atyabu inda Allah, inanukia vizuri zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa riwaya nyingine inasema yaumal qiyama, siku ya kiyama, min rihil miski, shinda harufu ya miski. Subhanallah, angalia, damu ya shahidi inanukia kama miski, pombe ya peponi inanukia kama miski, lakini harufu ya mdomo wako wewe uliyefunga Muislamu inanukia zaidi ya harufu ya miski. Maana yake harufu yake inashinda ya miski. Mtaka nini Muislamu wewe? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakupa ibada ambayo ukiifanya ibada hiyo harufu ya mdomo wako inashinda damu ya shahidi, inashinda pombe ya peponi. Muislamu, ichunge saumu yako, ishike saumu yako, ina thamani kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa hiyo ni harufu ya mdomo wako tu uliofunga, vipi swala yako itakuwa na picha gani siku ya Kiyama? Vipi adhkari zako? Vipi swala zako? Vipi sadaka yako? Vipi chochote kizuri utakachokifanya na hali ya kuwa wewe umefunga? Ikiwa harufu ya mdomo tu inashinda harufu ya damu ya shahidi siku ya Kiyama, inashinda harufu ya pombe ya peponi, kinywaji ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekisifu, khitamuhu miskun. Kwa kumalizia, Makuhul huyu ni mmoja katika tabi'i wakubwa sana. Anasema katika moja ya riwaya zake zilizopokewa, asema yurawahu ahlul janna biraihatin, siku ya Kiyama baada ya watu kuingia peponi, basi watu wa peponi wataletewa harufu nzuri sana ambayo hawajawahi kusikia. Fayakulun, kisha watasema, watamuuliza Mwenyezi Mungu, Rabbana, e Mola wetu, ma wajadna rihan, hatujapata kusikia harufu nzuri, mundhu dakhalna aljanna, toka tulivyoingia peponi, atyaba, harufu ambayo ni nzuri zaidi, atyaba, harufu ambayo inanukia vizuri zaidi. Maanake watakuwa walisikia harufu ya khamru ya peponi, watakuwa walisikia harufu ya damu ya shahidi, lakini ilipokuja harufu hii wanasema hatujasikia harufu nzuri zaidi kushinda hii. Harufu gani hii? Mwenyezi Mungu Mola wetu tuambie. Basi fayuqalu, kutasemwa, kujibiwa, wataambiwa hadhihi raihatu afwahi sawam, hii ni harufu iliyokuwa ikitoka katika vinywa ama midomo ya wale ambao walikuwa wakifunga, tena asawam, wenye kukithirisha kufunga, si Ramadhani tu, mpaka sunna wote tunaingia hapa. Maanake asawam ni wale wenye kufunga sana, wenye kukithirisha kufunga. Na Muislamu, wewe unayekithirisha kufunga, wewe uliyefunga Ramadhani, inshallah mimi na wewe Mwenyezi Mungu atujalie vinywa vyetu vikanukie peponi kwa harufu nzuri, mpaka watu wa peponi waulizane, harufu hii ni harufu ya kina nani? Najua kuanzia leo kwamba harufu hiyo ya mdomo wako unayosikia, huenda jirani yako aliyokuwa karibu yako akaisikia ni mbaya, na wewe mwenyewe pia ukaisikia ni mbaya, lakini inanukia kushinda pombe ya peponi, lakini pia inanukia kushinda damu ya shahidi itakavyonukia siku ya Kiyama. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wal afwa minkum والصوم هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان
يا رحمن.